Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi. Okay, leo tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2020. Leo tunaangalia, bado tuko kwenye somo letu sehemu ya 3, kinga dhidi ya virusi vya korona kwa njia ya Biblia. Kinga dhidi ya virusi vya korona kwa njia ya neno la Mungu. Leo tunaangalia eneo la chanjo ya kiroho, spiritual vaccination, spiritual vaccine, spiritual vaccine, chanjo ya kiroho. Kuna aina mbili za chanjo. Kuna chanjo ya kiroho na chanjo ya kimwili. Kuna chanjo ya kiroho na chanjo ya kimwili. Mkristo aishi kwa oxygen. Mkristo anaishi kwa imani. Mkristo aishi kwa oxygen, anaishi kwa imani. Mkristo anatumia oxygen lakini anaishi kwa imani. Mkristo anatumia oxygen lakini anaishi kwa imani, aishi kwa oxygen. Wakorintho wa pili sura ya 5:7, tunaenenda kwa imani, sio kwa kuona. Tunaenenda kwa imani, sio kwa kuona. Sasa leo hii kwa Mkristo yote yule anajua kabisa amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake. Unakumbuka kabisa kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa na roho ni roho. Yohana sura ya 3:6. Sasa lazima ujitambue. Lazima ujitambue. Umezaliwa kwa mwili au umezaliwa kwa roho? Kwa hiyo tunachoangalia chanjo ya kiroho ni toba. Chanjo ya kiroho ni toba. Unapotubu tayari umepata chanjo ya kiroho. Una kinga ya aina yote ya magonjwa, aina yote ya changamoto. Unapotubu mbingu zinakuwekea ulinzi. Lazima upate ulinzi kutoka mbinguni, ulinzi wa kiroho, ulinzi wa malaika wa kuepusha magonjwa na changamoto nyingine kwenye maisha yako. Usipopata ulinzi wa mbinguni, changamoto lazima zikusumbue. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 10:10, Yohana sura 10 mstari wa 10,
neno la Mungu linasema nini? Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nilikuja ili uwe na uzima, kisha uwe nao tele. Yesu alikuja ili uwe na uzima, kisha uwe nao tele. Lazima mwili wako uwe na nguvu ya kuzuia virusi vya aina yote. Unapochanjwa chanjo kwa ajili ya kinga, unaingiziwa vidudu vingine vikubwa zaidi vitakapokula hivi vingine vidogo vitakapokuja. Yaani samaki mkubwa anakula ule mdogo. Kwa hiyo unapopata kinga ya chanjo ya aina yote, ni aina nyingine ya virusi unaingiziwa. Ninakumbuka nilipoingia Marekani, nilijaribu kwenda shule. Mimi kila kitu najaribu, nikiona kinafaa naendelea. Nilipofika walinipima TB, wakakuta nina TB. Lakini TB ndio nayo mimi ni ya chanjo, sio TB hii ambao watu wengine wanaipata. Ni TB ya chanjo, kwamba ninaonekana na virusi vya TB kwa sababu nilichanjo chanjo ya TB nikiwa mdogo, lakini mimi siumwi. Kwa hiyo wakanianzishia dozi, na sikunywa zile dozi, niliacha, na hiyo shule sikwenda tena. Ukienda Marekani magereza wanakupima TB ukiwa ni Mwafrika. Waafrika wote wamechanjwa chanjo ya TB. Kwa hiyo lazima utakutwa na vile vijidudu vya TB. Sasa wanakuanzishia dozi ya TB. Kama utaki kula vile vidonge, wanakuchanganyia kwenye chakula. Kwa hiyo jaribu kuangalia namna gani watu wanapandikiziwa vijidudu vingine kwa sababu vije kula hivyo vingine vipya ambavyo vitaingia kwenye mwili wako. Sasa leo tunaangalia eneo la chanjo ya kiroho. Chanjo ya kiroho. Ukishaokoka, jua kabisa wewe ni roho. Vitu vyako vyote vitakwenda kiroho, na vitakwenda kiroho kulingana na kiwango cha imani yako na ufahamu ulionao kichwani. Bora hekima, jipatie hekima. Kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Danieli alimwambia Mungu, naomba unipe akili nipate kufahamu, nipe akili nipate ufahamu. Changamoto kubwa Wakristo wengi walionayo ni ufahamu. Umeokoka leo, mpaka sasa hivi tunapoongea mimi na viongozi, mpaka sasa hivi tunapoongea mimi na sijasikia tamko la kanisa kuhusu virusi vya corona. Sijasikia. Kwa hiyo na majibu ya virusi vya corona yako kwenye neno la Mungu. Jana nilitoa mfano, ukiona kuna mgonjwa nyumbani kwenu, mmempeleka Nairobi, mkampeleka India, mkampeleka South Africa, mkampeleka Uingereza, mkampeleka Marekani, madokta kukuambia mrudisheni nyumbani. Hicho kinachozaliwa sasa, mlikuwa mnatembea kwa kuona. Kitakachozaliwa baada ya kuambia mrudisheni nyumbani ni imani. Mpelekeni kanisani. Pesa ikishashindwa
ndio Mungu. Kuna neno gumu linalomshinda Mungu. Kwa hiyo leo hii kama shirika la afya duniani na wanasayansi wote wameshindwa, rudie Mungu. Inabidi kila taifa liingie kwenye maombi ya kitaifa kwa ajili ya toba. Kila taifa, viongozi wa dini zote waungane, waingie kwenye maombi ya kitaifa kwa ajili ya toba. Dhambi, uasi umezidi. Mbingu na nchi zimekasirika, zimezaa ugonjwa. Mbingu na nchi zimezaa ugonjwa. Nikupe mfano moja. Ukichukua jiwe ukaliweka mahali chini kwa siku 30, ukija kuondoa ile jiwe pale, kuna viumbe vimezaliwa pale. Na vile viumbe, hakuna njia yote vile viumbe kutoka pale. Kwa hiyo vitaishi pale na vitafia pale, vitazaliwa vingine pale. Hasa mbingu na nchi imekasirika, imezaa ugonjwa. Ni kipindi cha kumtafuta Mungu. Ukiona kitu ambacho mwanadamu ameshindwa, ni kipindi cha kumtafuta Mungu. Mungu anatafutwa na mtu binafsi. Mungu anatafuta mtu mmoja tu atakayesimama kwa ajili ya toba kwa ajili ya dunia. Na huyo mtu mmoja ni mimi na wewe, kusimama kwa ajili ya toba. Kwa hiyo lazima tujue kabisa mbingu imekasirika na nchi imekasirika. Uasi umezidi. Ugonjwa hauchagui dhehebu. Ugonjwa unaua kila mtu, hauchagui wewe ni wa dhehebu gani. Kwa hiyo inaangalia yule ambaye atatubu ataokoka, yule ambaye ataacha kutubu hataokoka. Kwa hiyo nataka tu ujue kabisa chanjo ya kiroho ni toba. Tumeangalia eneo la ubatizo wa toba. Leo tutaangalia kidogo kwenye eneo la ubatizo wa Roho Mtakatifu. Muda ukiruhusu, kipindi chetu cha dakika 60. Muda usiporuhusu, tutaongelea swala la ubatizo wa toba wa Roho Mtakatifu kesho. Lakini ninachotaka tu ukijue chanjo ya kiroho ni toba. Soma Zaburi ya 51 mstari wa 1 mpaka wa 19. Soma Zaburi ya 103 mstari wa 3. Kuna shuhuda ilitoka kwenye kanisa ndokuwa na abudu. Mama mmoja alikuwa na kansa. Alisoma mstari wa Zaburi ya 103 mstari wa 3 mara 1000, ile kansa ikaondoka. Kwa hiyo ina maana na wewe ukisoma Zaburi ya 51, na ukasoma Zaburi ya 103 mstari wa 3, huyu mama alisoma mstari mmoja, Zaburi ya 103 mstari wa 3, akaingia kwenye toba. Baba, unisamee maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, katika jina la Yesu Kristo, amen. Rudia mara 1000, hakuna kitakacho kupata. Mungu anasikiliza toba, asikilize maombi ya mwenye dhambi. Ndivyo maandiko yanavyosema. Mungu anasikiliza mtu anayetubu, asikilize mtu ambaye anaingia kwenye maombi na huku ana dhambi. Kwa hiyo mtu yote anaingia kwenye maombi huku ana dhambi, ukipata majibu sio Mungu amejibu, ni yule muovu amejibu. Hakuna kitu utakachoomba kisijibiwe. Aidha Mungu atajibu au ibilisi atajibu. Kila mtu anajibu maombi yake. Mungu anajibu ya kwake na ibilisi anajibu ya kwake. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba usione kwamba majibu yako yamejibiwa. Angalia yamejibiwa kwa staili gani. Alafu ile staili kama inampendeza Mungu, jua ni Mungu amejibu. Ukiona yamejibiwa kwa staili tofauti, jua hiyo sio ya Mungu.
lazima uchunguze majibu yako yamejibiwa kwa staili gani. Ulikuwa unapitia kwenye changamoto, kuna kitu ulikuwa unahitaji, chunguzo likipataje. Tutakwenda kumshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu linalosema chanjo ya kiroho. Basi tumshukuru Mungu dakika moja. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa majira ya saa 3, sasa kwa majira ya saa 4, sasa kwa majira ya saa 5, tunabariki ya majira ya saa 4 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 4 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya hekima ya Kristo, malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, malango ya nguvu za Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakuomba Roho Mtakatifu utufungulie malango ya hekima ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu utufungulie malango ya ushauri wa Kristo, upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, uaminifu wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu utufungulie malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma. Tunakuomba Roho Mtakatifu utufungulie malango ya wasaidizi wa ndoto zetu, wasaidizi wa maono yetu katika jina la uweza la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunabariki haya majira ya saa 3 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakuja mbele yako, tunakuomba utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio makabisa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa majira ya saa 3, saa 4, tunakaribisha uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, utuoneshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu. Katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tunaendelea na somo letu. Chanjo ya kiroho. Chanjo ya kiroho ni toba. Chanjo ya kiroho ni toba. Ni kwa nini mwili wa mwanadamu unaweza kuvamiwa na magonjwa? Mwili wa mwanadamu unavamiwa na magonjwa kwa sababu ya kiwango cha dhambi kilichoko ndani ya yule mtu. Watu wengi, Ayubu aliteseka. Ayubu wa kutenda dhambi, alikuwa ni mcha Mungu na mtenda haki. Swala la Ayubu ni Mungu analijua yeye mwenyewe. Mungu ndiye anayejua. Ayubu, Mungu aliruhusu kile kilichomtokea Ayubu kimtokee. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23, neno la Mungu linasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo majira kama haya, angalia mienendo yako. Unapotenda dhambi, unafungua mlango wa magonjwa. Kwa hiyo kuna aina mbili za chanjo. Kuna chanjo ya kiroho na kuna chanjo ya kimwili. Chanjo ya kiroho inapatikana katika neno la Mungu. Unapoingia kwenye toba, unajiwekea kinga. Unajiwekea kinga. Unaposoma neno la Mungu, neno la Mungu linapokuwa kwa wingi ndani yako, unajiwekea kinga. Unajiwekea kinga. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16, neno la Mungu linasema nini? Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu.
neno la Mungu likiwa kwa wingi ndani yenu, neno la Mungu likiwa kwa wingi ndani yako, dhambi hazitendeki. Dhambi hazitendeki. Neno la Mungu ni tiba, ni kinga. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema nini? Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sasa jaribu kuangalia, neno la Mungu ni chanjo, ni kinga, spiritual vaccination. Ni neno la Mungu. Naomba nirudie tena ile andiko. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu ni chanjo kwa yule mtu yote ambaye ameokoka, amezaliwa katika roho. Anajua kabisa kitakachoweza kumkinga yeye, kumtofautisha na watu wengine wote, na kumwekea ulinzi kwa maradhi mbalimbali. Neno la Mungu. Yesu akuugua, yeye ndo alikuwa anatoa magonjwa kwenye miili ya watu. Kwa hiyo kiwango cha neno la Mungu kilichoko ndani yako ndicho kitakachoamua imani. Sasa hivi kinachosababisha watu wengi kuugua sasa hivi ni hofu. Ukishaingia hofu kidogo tu, ule ugonjwa unaingia. Kwa sababu ule ugonjwa ni roho, inatembea. Ile ni roho. Ukishaingia hofu kidogo tu, inatembea. Lakini kama una imani, kinyume cha imani ni hofu. Imani ikiondoka, hofu inaingia. Hofu ikiondoka, inaingia imani. Kwamba lazima uhakikishe una imani ili huu ugonjwa usikusumbue. Imani ni chanjo ya kiroho. Imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo imani ni chanjo. Sasa imani ikiondoka, kama sasa hivi, ni kwa nini watu wengi sana wataugua ugonjwa? Ni kwa sababu Umoja wa Mataifa, shirika la afya duniani, wa Marekani wanasema inaweza kachukua 1.5 mwaka kupata uhakika wa hii dawa, kwamba watu watakufa kwa sababu ya hofu, sababu wale ambao wanategemewa wenyewe wameshindwa, wala wanaotegemewa. Sasa kinachokuja hapa ni hofu. Watu wanakufa kwa sababu ya hofu, kwa sababu ule ugonjwa ni roho. Ukiwa unatafuta watu wenye hofu, ikipata mtu mwenye hofu inamuingia. Ikikuta mtu jasiri haingii. Mtu mwenye ujasiri, mtu mwenye imani haingii. Kwa sababu ukisikia kitu ambacho sio cha kawaida kwenye mwili wako, unakiambia ondoka katika jina la Yesu. Ondoka katika mwili wangu. Sasa utakuta huyu mtu ana imani, anatamka, akisikia hali yote ambayo sio nzuri, anafuza hicho kitu. Lakini yule mwenye hofu asemi chochote, ananyamaza kimya, anakimbilia hospitali, anaenda kufia hospitalini. Lakini yule ambaye ana imani anaanza mwenyewe pale pale alipo, kabla hajaenda kwenye vidonge, anaanza pale kukemea hapo hapo. Imani namba 1, kidonge namba 2. Imani kwanza, namba 1.
Kidonge namba 2. Unaruhusiwa kutumia vidonge, lakini anza na imani. Unaingia kwenye toba, unakemea kile kitu, kinaondoka. Ile dhambi inaondoka, ile roho inaondoka, maumivu yaliyoko kwenye mwili yanaondolewa na vidonge. Lakini vidonge haviondoi dhambi. Vidonge haviondoi dhambi. Kwa hiyo lazima uanze na imani kwanza, alafu ndio malizie na vidonge. Ingia kwenye toba kwanza, malizie na vidonge, ndio msamaha wa dhambi utokee. Zaburi ya 103 mstari wa 3, unisamee maovu yangu yote, uniponye magonjwa yangu yote. Akusamee maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote. Usamee kwanza maovu, unaingia kwenye toba kwanza. Unaanza katika swala la kiroho kwanza, ndio uende kwenye swala la kimwili ambalo ni vidonge. Kwa hiyo unaingia kwenye chanjo ya kiroho kwanza, kwenye kinga ya kiroho kwanza, ndio uende kwenye chanjo ya kimwili. Kwa hiyo lazima ujitahidi uhakikishe kwamba kiwango chako cha imani kiwe juu muda wote, kisishuke. Sasa hivi kitu kitakachoua watu wengi, imani kishuka, hofu inaingia. Hofu kiingia, ugonjwa unaingia. Sasa uchunge sana, usiingiwe na hofu. Hali yote ikitokea, ukiona kuna hali imekutokea, itamkie maneno. Mungu alisema na iwe nuru, na ikawa nuru. Tamka maneno, tamka neno, kemea hicho kitu. Utaona kinaondoka saa hiyo hiyo. Roho yote, kumbuka corona ni roho, na ni roho chafu. Huwezi kushika, lakini inaonekana madhihirisho. Ni kama upepo, huwezi kushika lakini unausikia ukivuma. Ni kama muda, huwezi kushika lakini unaona watu wanakimbia. Watu wanaamka, watu wanakimbia kazini. Magari yanaenda speed, toyo zinakimbia. Ni muda, wanawahi. Huwezi kushika muda. Kwa hiyo sasa lazima uangalie imani yako isishuke. Hakikisha imani yako iko juu muda wote. Na imani yako haitashuka kwa sababu neno la Mungu liko kwa wingi ndani yako. Kitakachokusaidia sasa hivi, usiruhusu imani yako ishuke. Usiruhusu kuogopeshwa na vyombo vya habari. Jitofautishe na watu wengine wote. Watu wakisema kwamba vitu haviendi, wewe sema vinakwenda. Wakisema biashara hakuna, sema biashara ipo. Wakisema watu wanakufa, sema atufi, sisi atufi. Watakufa wao, sisi hatutakufa. Wakisema nenda kinyume. Ayubu 22:29. Ayubu 22:29. Lazima ujitahidi imani yako isishuke. Imani ikishuka tu, unaweza kupata magonjwa aina yote. Kama jinsi mtu anaambiwa pressure isishuke, isipande. Ayubu 22:29, neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, hapo watakapo kuangusha utasema kuna kuinuka tena. Hapo watakapo kuangusha utasema kuna kuinuka tena. Wakati watu wanasema vitu vinaenda chini, sema wewe unanyanyuka. Naye mnyenyekevu Mungu atamuokoa. Naye mnyenyekevu Mungu atamuokoa. Ya Ayubu 22:29. Kwa kitu ambacho natakiwa uchunge, imani yako isishuke. Kinachotafutwa hapa ni wewe uingizie hofu kupitia vyombo vya habari, alafu unashtuka, ugonjwa unaingia. Hakikisha maagizo ambayo yametolewa na serikali yanafuatwa. Hakikisha tu kwamba kitu ambacho serikali wamesema unafuata, kwamba unawe mikono, zingatia usafi, mkae umbali wa mita 1, ukae umbali wa mita 1 na mtu mwingine. Fuata maagizo.
na tuangalie kwenye neno la Mungu kama linasema sasa na serikali inavyosema. Serikali iko sahihi kabisa. Serikali inaenda sambamba na maandiko. Neno la Mungu linasema nini? Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Kilichosemwa na serikali kimetoka kwenye Biblia. Neno la Mungu linasema nini? Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala akuketi barazani pa wenye mizaa. Kwenda kukaa kwenye vikundi, kuongea mambo ya siasa, kuongea mambo ya mpira, kuongea mambo ya kidunia. Ukienda pale umeenda kuchukua ugonjwa. Kwa sababu neno la Mungu linasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala akuketi barazani pa wenye mizaa. Mstari wa 2, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Umeambiwa usiende kukaa barazani kwa watu wenye mizaa. Tafakari neno la Mungu siku na mchana. Litakapokuwa ndani yako ni kinga, ni chanjo. Neno la Mungu ni chanjo kwenye maisha yako. Sasa ukienda kukaa barazani kwa watu wenye mizaa, ukaache kutafakari neno la Mungu, umefungua mlango wa corona. Umefungua mlango wa corona. Na ukishafungua mlango wa corona, changamoto hofu kishaingia, unaondoka. Usikae barazani kwa wenye mizaa. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba kinachozungumziwa na serikali ni sahihi. Usiende kukaa barazani, nenda kazini, nenda mahali utakofanya kazi. Nenda kazini, nenda kufanya kazi. Umemaliza kazi, rudi nyumbani. Soma neno la Mungu, ujiongezee nguvu. Ujiongezee nguvu ya kinga katika mwili wako, na neno la Mungu likiwa kwa wingi ndani yako. Soma neno la Mungu likutie ujasiri, likuongezee ujasiri. Soma neno la Mungu likuongezee ujasiri. Imani ni ujasiri. Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema nini? Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Sasa hivi tunahitaji neema ya kutusaidia kwenye hili janga la virusi vya corona. Naomba nirudie tena ile andiko. Neno la Mungu linasema, Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tunahitaji neema sasa hivi. Kwa hiyo ujasiri ukiondoka, hofu inaingia. Hofu ikiingia, umefungua mlango wa virusi. Sikubali kufungua mlango wa virusi. Fuata maagizo ya Mungu. Uwe busy kwenye kazi yako. Uwe busy kwenye shughuli zako. Usikubali kuanza kuongea mambo ya watu. Usikae kwenye vikundi. Usikubali kukaa mahali ambako sio sahihi. Uwe busy kwenye kazi yako. Neno la Mungu nasema, nikusomee haya maandiko machache yatakusaidia. Nikianzia mstari wa 10, Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10 na wa 11. Wathesalonike sura ya pili, Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10 mpaka 11. Kwa kuwa neno la Mungu linasema, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi
basi asile chakula. Maana tutasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu. Wao shughuli zao, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Nataka unisikie kwa makini. Maana tutasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Wale wanaojishughulisha na mambo ya wengine ndio hao wanaokaa barazani kwa wenye mizaa. Kwa hiyo lazima ujitahidi. Naenda kazini, kutoka kazini nenda nyumbani. Tengeneza vibanda vitatu: kazini, kanisani, nyumbani. Kazini, kanisani, nyumbani. Epuka magrupu, jitenge na magrupu. Na kitu kingine ambacho nataka tuambie wanafunzi wa Kingdom Business Clubship duniani, unapopata somo hili mtumie na mwenzako. Haya ni maagizo ninaachilia juu yenu. Tumesema hakikisha umeenda kwenye ubatizo wa toba. Tafuta kanisa lolote au mtumishi yote wa Mungu anayeamini ubatizo wa maji mengi, nenda ukabatizwa. Ubatizo wa Naaman wa toba, ubatizo wa kuingia kwenye maji mara 7. Alafu hakikisha baada ya hapo, kila unapooga na maji, kila unapooga asubuhi, weka maji kwenye ndoo, yaombee, yabadilishe kuwa damu ya Yesu, uoge nayo. Yale maji hakikisha unaweza kuweka chumvi kidogo sana, hata punje 2 ya chumvi. Hiyo ni imani tosha kabisa. Ukiwa na imani size ya mbegu ya radali, unaweza kuhamisha mlima. Ukimaliza kuoga, wakati kama unajipaka lotion, hakikisha ile mafuta ya lotion yaombee, yabadilishe kuwa damu ya Yesu. Ile lotion unajipaka mikononi, unajipaka mwilini. Kwa ufahamu, hiyo ni kinga ya kiroho. Ukioga na maji, kila unapooga na maji ambayo umeyaombea, hiyo ni layer ambayo umeiweka katika mwili wako. Ukioga tena kesho, ni layer nyingine. Ukijipaka mafuta ambayo umeyaombea, ni layer nyingine umeweka kwenye mwili wako. Sio rahisi kushikwa na magonjwa ambukizi. Kwa hiyo jitahidi kila unapooga. Yesu alibatizwa, alivalishwa layer nyingine kwenye ngozi yake. Kama mtoto anapozaliwa, utaona baada ya muda kuna ngozi ile ya juu inaondoka, inakuja ile ngozi nyingine. Ile ngozi ya juu ndio ilikuwa imemwekea kinga wakati akiwa tumboni kwa mama yake, ili ngozi yake original isiharibiwe na yale maji ya kwenye tumbo la uzazi. Kwa hiyo tunaona mtoto anaanza kubabuka, naondoka ngozi ile ya juu. Kwa hiyo Yesu alipoenda kubatizwa, ni kwa sababu aliwekewa ngozi nyingine juu ambayo ni kinga. Akishika wagonjwa, yale magonjwa ambukizi yasimpate. Kwa hiyo jitahidi, umeenda kubatizwa na maji mengi, alafu kila unapooga ombea yale maji, tia chumvi kidogo. Yale mafuta unayojipaka lotion, mafuta Vaseline, yaombea, badilishe kuwa damu ya Yesu. Kama una mafuta mzaituni, unapotoka nyumbani unajipaka kichwani kidogo, unalamba kidogo, unapaka kwenye mikono yako. Hiyo ni imani. Hiyo ni kinga ya kiroho. Hiyo ni kinga ya kiroho. Lazima ufanye vitu vya kiroho ili uweze kuboost imani yako iwe juu. Hivyo vitu vyote tunaita is the boosters of faith. Ni vitu ambavyo vya kiagano, ni vifaa vya kiagano vinavyosaidia kupandisha imani yako juu.
Lakini ukiwa uko mtupu, hujafanya matendo ya imani, imani inashuka. Imani ikishuka ni rahisi, hofu inaingia. Hofu kiingia, umefungua mlango wa corona. Kwa hiyo lazima ujitahidi ufanye hivi vitendo vya imani vikusaidie kupandisha imani yako juu, kwa sababu shirika la afya duniani na wanasayansi bado hawajatupa majibu, na majibu yako kwenye Biblia, kwa sababu ule ugonjwa wa corona ni roho, na Mkristo aliyeokoka ni roho. Kwamba ugonjwa ni roho, roho inapambana na roho, roho haiwezi kupambana na vidonge. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kinachoanza ni roho, kinachofuata ni vidonge. Kwamba roho na roho ni kama wazo linauliwa na wazo jingine. Ukija na wazo fulani, ili wazo aliuliwi na bunduki, wazo linauliwa na wazo jingine. Wazo la ugaidi katika hii dunia, wazo la ugaidi aliuliwi na bunduki, linauliwa na wazo jingine zuri litakalokuja juu yake, linaua ile wazo lingine. Kwa hiyo roho inauliwa na roho nyingine kubwa kuliko ile roho. Roho ya Kristo ni kubwa kuliko roho nyingine zote. Roho ya Yesu ni kubwa kuliko roho zote. Roho Mtakatifu ni roho kubwa kuliko roho nyingine zote. Kwamba lazima umhusishe Roho Mtakatifu au ile roho ya corona. Sasa usipokuwa na ufahamu huo kwamba wazo la ugaidi aliuliwi na bunduki au aliuliwi na mabomu, haipigwi bomu kuua wazo linauliwa na wazo jingine. Ili ugaidi uishe duniani, lazima kuje na mtu mwingine na wazo kubwa kuliko ile la ugaidi, alafu litaua ile wazo la ugaidi. Lije wazo la amani, lije wazo la upendo, lije wazo la furaha, ndio litakaloua ile wazo la ugaidi. Watu wapewe elimu, vyombo vya habari vitangaze, vitoe hiyo elimu ya amani, ya furaha na upendo. Lakini pasipo kuja na wazo jingine, ukatumia bunduki kuua watu, ukisema unamaliza ugaidi, huwezi kumaliza ugaidi kwa bunduki. Kwamba corona haitaisha kwa vidonge, corona itaisha kwa roho ya Kristo, kwa sababu ule ugonjwa ni roho na Mungu ni roho. Kwamba ukiwa karibu na Mungu, Mungu anaua ile ugonjwa, usiingie kwako. Kwamba lazima uwe na huo ufahamu, lazima uhakikishe kabisa imani yako iko juu. Na imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Kama unavyosikiliza sasa hivi, imani inakuja, unaanza kufanya vitu vya kiimani ili uhakikishe kabisa kwamba uko sawa. Hebu tuangalie, na hakikisha kila siku asubuhi unapokunywa chai, hakikisha ile chai unaibadilisha kuwa damu ya Yesu. Kile kitafunio unachokula, ni mkate, ni mandazi, ni kitumbua, ni ugali, ni ndizi, badilisha kuwa mwili wa Yesu, ili uweze kupata kinga kwenye mwili wako. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 22 mpaka wa 59, utapata story nzima. Ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 22 mpaka wa 59, utapata story nzima. Nikusomee mistari michache. Kabla tujaenda kwenye Yohana, tuangalie kwanza Mathayo 26 mpaka 28. Mathayo 26 mpaka 28, neno la Mungu linasema nini?
Mathayo 26 mpaka 28. Neno la Mungu nasema, nao walikuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Mstari 27, akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Ni kwa nini tunakuambia utumie hivi vifaa vya kiagano, damu ya Yesu na mwili wa Yesu? Kile unachokula asubuhi kibadilishe kuwa mwili wa Yesu, kuwa damu ya Yesu. Tumia. Hiyo ni kinga. Hiyo ni kinga. Ni kinga. Sasa nikusomee kwenye Yohana Mbatizaji, kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mbatizaji alibatiza ubatizo wa toba. Ubatizo wa toba ni kinga. Ni kinga ya magonjwa. Sasa tuangalie kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 6. Nisome mstari michache. Nisome mstari wa 47 mpaka 46. 47 mpaka 46, neno la Mungu linasema nini? Yesu anasema, amin, amin nawaambia, yeye aniaminie yu na uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa, lakini chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akilai wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Mstari wa 52, basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amin, amin nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu, nami ukaa ndani yake. Full stop. Kwa hiyo lazima ujitahidi asubuhi unapokunywa chai, badilisha ile chai kuwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, badilisha ule mkate kuwa mwili wa Yesu Kristo wa Nazareth. Hiyo ni kinga. Hiyo ni kinga. Hiyo ni kinga kwa ajili ya virusi mbalimbali na magonjwa mbalimbali. Hivyo ni vitu ambavyo vitakusaidia kubusti imani yako. Ili imani yako iwe juu, kile utakachokula ni muda wote, mahali popote, ni chakula, unakula ugali na mboga, ombea vile vyakula, vibadilishe. Boost imani yako kila saa, mkumbuke Yesu kila saa. Kama sisi tunafanya matendo ya imani, hatujaanza leo, na huwa tunamshukuru Mungu kila baada ya dakika 60. Kwa nini tunamshukuru Mungu kila baada ya dakika 60? Ina boost imani yetu. Is a booster of faith. Inapandisha kiwango chetu cha imani kinakuwa juu kila baada ya dakika 60. Mungu ni alfa na omega. Kila anapofika dakika 59, ile dakika moja ya mwisho ni ya Mungu, na dakika ya kwanza ni ya Mungu. Mungu anapatikana mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka, mwanzo wa mwezi na mwisho wa mwezi, mwanzo wa siku na mwisho wa siku, mwanzo wa wiki na mwisho wa wiki, mwanzo wa lisaa na mwisho wa lisaa. Kwamba is a booster of faith. Lazima ufanye hivi vitendo vya kiimani vikusaidie kupandisha imani yako juu. Ninachokufundisha siku ya leo
ni njia za kupandisha imani yako. Akienda mtu hospitalini kufanyiwa operation, kama pressure imeshuka, afanyiwe operation. Mtu yote yule ambaye pressure yake iko chini, afanyiwe operation mpaka pressure ipande. Mtu ambaye sukari iko chini, afanyiwe operation, watapandisha sukari. Sasa na wewe ndivyo hivyo. Imani ikishuka ndio magonjwa yanaingia. Inabidi upandishe imani yako, na imani inapandishwa kwa neno la Mungu na vifaa vya kiagano. Imani inapandishwa na matendo ya kiimani. Matendo ya imani. Umekwenda kutunza mazingira, umekwenda kwa watoto yatima kuwasaidia kufua, kupika, kufanya usafi, umekwenda kwa wazee, kwa wajane, umekwenda magereza, umekwenda kuombea wagonjwa. Umefanya matendo ya imani, yana boost imani yako, yanapandisha imani yako. Sasa lazima, hichi ni kipindi ambacho usiruhusu imani yako ikashuka. Hakikisha imani yako iko juu muda wote. Wakati watu wanasema haiwezekani, sema inawezekana. Wakati watu wanasema watu wanakufa, sema tutaishi. Wakati wakisema ni low season, wewe sema ni high season. Unakwenda kinyume. Yesu aliambia Lazaro amekufa, Yesu akasema Lazaro amelala. Yesu ameletoa mikate 5 na samaki 2, wakamwambia itoshe. Yesu akasema inatosha. Kitendo cha Yesu kusema inatosha, alikuwa na boost imani yake. Na yule mdhaifu na aseme ana nguvu. Na yule mdhaifu na aseme ana nguvu. Kwa hichi ni kipindi peke yake. Inabidi upandishe imani yako. Usikubali imani ikashuka. Usikae na mtu anayetaka kuonewa huruma. Kaa na mtu ambaye anataka kuonewa wivu na watu. Usikae na mtu ambaye anataka kuonewa huruma na watu. Mimi sitaki mtu yote anaonewa huruma, nataka watu wanaonewa wivu. Isaac ilitokea njaa katika nchi ya Gerari. Isaac akawa na hama anakwenda Misri. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 26 sura nzima, utaona Isaac ilitokea njaa, watu wakawa wanahamia Misri kwa sababu ya chakula. Mungu akamwambia Isaac, usiondoke hapo, nitakubariki. Isaac alikaa katika ile nchi, akalima kwenye mlima, akavuna, akawa tajiri, mpaka wakamwonea wivu, wakamfukuza. Sasa na wewe tafuta watu wa kuonea wivu, fanya kazi watu wa kuonea wivu. Usitafute watu wa kuonea huruma. Maskini wengi wanatafuta watu wa kuonea huruma. Ukiangalia maongezi ya maskini ni ya kuonea huruma. Maskini anatafuta mtu mwenye shida kama yeye, wakae waoneane huruma, wanashirikishana matatizo yao badala ya kutatua ile matatizo, wanaoneana huruma. Kwa hiyo lazima uhakikishe hichi sio kipindi cha kutafuta watu wa kuonea huruma, sio kipindi cha kutafuta watu wa kuongea vibaya kuhusu huu ugonjwa. Na usikae na mtu anayeongea mambo ya corona, usikae naye kabisa, kwa sababu jinsi unapotamka ule ugonjwa ndivyo unavyouita. Unapotamka, hata vyombo vya habari vimeita ugonjwa. Unapotamka ndio naita. Ni kama uko barabarani unasubiri usafiri, ikapita pikipiki, ukisema toyo inasimama. Yule bwana uliomuita haiti toyo. Unasimama barabarani unasubiri usafiri, ukasema taxi inasimama. Yule bwana haiti taxi. Ndivyo hivyo unapokaa na mtu kila saa anasema corona, anaita ule ugonjwa. Na mimi kuanzia sasa hivi ninaufuta kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Hizo mara ambazo nimetamka ugonjwa wa corona kwa ajili ya kufundishia, ninafuta maneno, nafuta hiyo roho ya corona kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Ukiona umetamka tu ugonjwa, hakikisha unafuta saa hiyo. Kabla hujaenda kulala, unafuta hiyo roho ya corona uliyotamka kila saa. Ukiamka asubuhi, futa hiyo roho ya corona.
Kila baada ya dakika 60 ukikuta umeongea kitu, mtu amekuletea story akatamka corona, hata umesikiliza kwenye redio, unasema nafuta hiyo ya corona kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, katika akili yangu, katika damu yangu, katika roho yangu, katika anga, katika nchi, nafuta kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Futa. Jaribu kuboost, kupandisha imani yako kwa kutamka vitu ambavyo ni positive majira haya na yanayoendelea. Usikubali ukatamka haya maneno. Jaribu kuboost imani yako. Hebu tuangalie Luka 17 mstari wa 5 na wa 6 tumalize. Luka 17 mstari wa 5 na wa 6. Neno la Mungu linasema nini? Mitume wakamwambia Yesu, Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, Yesu akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwa baharini, nao ungewatii. Ukiwa na imani tu ya kunywa damu ya Yesu, ukiwa na imani ya kula mwili wa Yesu, ukisema corona ondoka katika maisha yangu, inaondoka. Ukikemea, ukiwa na imani hiyo kwamba nimebatizwa, ubatizo toba, ninatamka corona ondoka katika hii nyumba, inaondoka. Ondoka katika hii biashara, inaondoka. Kwa sababu sasa hivi corona imeshaingia kwenye biashara, corona imeingia kwenye viwanda, corona imeingia kwenye mashamba, corona imeingia kwenye mabasi, corona imeingia kila mahali, kwamba lazima uifukuze. Wewe ni dereva wa dereva wa basi, dereva wa daladala, dereva wa toyo, ifukuze kwenye toyo yako. Kama mtu atakayepanda pale, hata kama akija nayo akikuta imeshafukuzwa hapa, inamwachia yule mtu, unaifukuza. Kwa jitahidi sana kuihamisha, iondoke hapo ilipo, isikufuate. Tuangalie Luka 22. Luka 22 mstari wa 31 na 32. Luka 22. Nataka upandishe imani yako. Yesu aliombea imani ya Petro. Neno la Mungu linasema nini? Yesu akasema, Simoni, Simoni. Luka 22:31 na 32. Yesu akasema, Simoni, Simoni, tazama, shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka uimarishe ndugu zako. Yesu aliombea imani ya Petro. Imani alikuwa na boost, anapandisha imani ya Petro juu, anapandisha imani ya Petro. Alipoambia ikiimarika tu, waimarishe na ndugu zako na wenzako. Sasa leo hii tunachotakiwa kuchunga, imani isishuke kwa kutiwa hofu na vyombo vya habari. Hakikisha achana na vyombo vya habari sasa hivi. Usisikie mambo ya majanga, kwa sababu vyombo vya habari visemagi mambo mazuri hata siku moja. Kwa sababu story nzuri kwenye vyombo vya habari haiuziki, haina matangazo, haiuziki, watu wasikilize. Watu wanasikiliza story mbaya. Sasa ukiwa ni mtu unasikiliza vyombo vya habari muda wote, huu ugonjwa unakuhusu. Kwa hiyo lazima ujue kwamba namna gani utakaa mbali na ugonjwa. Lazima ujue namna gani utakaa mbali na ugonjwa. Tumalize. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 13. Nataka tumalize, muda umeisha. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 16 mpaka 18. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 16 mpaka 18. Neno la Mungu linasema nini? Ufunuo wa Yohana sura 13 mstari wa 16 mpaka 18. Neno la Mungu linasema, naye atawafanya wote, wadogo na wakubwa, na matajiri na maskini, na walio huru na watumwa,
watiwe chapa katika mkono wao wa kuume na katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule na hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili. Hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili na iheshimu, hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 696. Sasa hivi maandiko yanatimia. Sasa hivi watu hawauzi wala wanunui. Ukienda Marekani ndicho kinachoendelea sasa hivi. Kuna chapa itakayowekwa katika mikono ya watu wa mkono wa kulia, na hiyo ni chanjo, ni aina ya chanjo. Hii chanjo inasumbua dunia. Hii chanjo itakayoletwa sasa hivi, kumbuka hii chanjo kuna maneno yamenenewa ndani. Utakapochanjwa hiyo chanjo, lazima ujue kabisa kwamba maandiko yanatimia. Sitaki niongelee sana kwenye ile eneo, nitaongelea wakati mwingine, lakini nataka ujue kabisa kwamba hii chanjo haichagui dhehebu. Inachotaka ni watu, haichagui kwamba ni mtu wa dhehebu gani. Tutaongelea kipindi kingine kwa sababu muda wetu umeisha. Angalia dunia inakwenda wapi. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 12 mstari wa 25 na 26, neno la Mungu linasema nini? Tutaongelea wakati mwingine. Yohana 12:25 na 26, neno la Mungu linasema, yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu atasalimisha hata uzima wa milele. Naomba nirudie tena. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu atasalimisha hata uzima wa milele. Mstari wa 26, mtu akinitumikia na anitafute, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akimtumikia Baba atamheshimu. Hilo ni eneo lingine, tutaliongelea kwa wakati mwingine, kwamba kuna mahali tunapoenda kwenye majanga kama haya yanatokea katika dunia. Na kumbuka kuna chapa ambayo watu watachanjwa, watawekewa katika mkono wa kulia na kwenye paji la uso. Soma mwenyewe hilo andiko la Ufunuo 13 mstari wa 16 mpaka 18 ili upate story nzima, ujue nini kinachoendelea kwenye dunia ya leo, ili uweze kukamatana na Mungu vizuri. Alafu soma tena kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya 14 mstari wa 6 mpaka 13. Ufunuo wa Yohana sura ya 14 mstari wa 6 mpaka 13 uweze kupata ujumbe huo. Alafu utasoma kwenye kitabu cha Zaburi ya 75 mstari wa 8. Utapata majibu. Hilo tutaongelea wakati mwingine. Kwenye Zaburi ya 55 mstari wa 8, neno la Mungu linasema kwenye Biblia ya Roman Catholic inasema, Mwenyezi Mungu ameshika kikombe mkononi, kimejaa divai kali ya hasira yake, anaimimina na waovu wote watainywa. Waovu wote wanainywa, wanainywa mpaka tone la mwisho. Ukisoma maandiko niliyokuambia, kuna kitu kikubwa sana utajifunza. Kwa hiyo kwa ufahamu huo, muda wetu umeisha. Leo tulikuwa tunajaribu kuangalia eneo la chanjo ya kiroho. Tumesema chanjo ya kiroho ni neno la Mungu. Kwamba neno la Mungu likiwa kwa wingi ndani yako. Neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili, linaweza kugawanyisha mafuta na nafsi katika mwili wa mwanadamu. Kwamba hiyo ni chanjo peke yake, neno la Mungu. Hiyo ni chanjo peke yake. Kwamba jitahidi sana unasoma neno la Mungu, unaingia kwenye toba. Tumewambia ujumbe ni kwa ajili ya wanafunzi wa Kingdom Business mahali popote walipo duniani. Ukipata ujumbe huu, mtumie na mwenzako, muweze kufanya matendo ya kiroho ili kubusti imani yenu.
Imani iwe juu muda wote, kwamba kuna kitendo cha kiroho umekifanya cha kiimani ili kuboost imani iwe juu, ili magonjwa yasikupate. Unaweza kumshika mtu mkono hivi ukaona mkono unasisimka, lakini kama umeshafanya kitendo cha kiroho na mkono wako umepaka mafuta ambayo yameombewa, basi utaona kabisa ile imani na boost, kile kitu kinaondoka. Utaongea na mtu ukiona umekaa kwenye ice, umeshuka kwa sababu unajua kabisa umekaa kwenye basi, umepanda kwenye ndege. Na wale ambao ndugu zao wako nchi za nje, watumie masomo haya tumefundisha juzi, jana na leo. Watumie ndugu zenu walioko nje ya nchi, ambao nchi hizo watu sasa hivi wengi watoke ndani, waweze kufanya matendo ya kiroho kuboost imani zao. Imani ikishakuwa juu hakuna kitakacho kushika. Swala ni kwamba imani ikishuka tu umefungua mlango kwa ajili ya virusi. Kwa hiyo kwa ufahamu tutaishia mahali hapo. Tutaishia hapo kwa ajili ya kesho. Tena tutajaribu kuongea eneo lingine, ubatizo wa Roho Mtakatifu, tuweze tukakupa picha nzima. Na ili swala la kuona kuna chapa ambazo zimewekwa katika watu watawekwa alama chapa katika mkono wao kulia, na chapa ndio kama hizo chanjo ambazo zitakuja. Na utaweza kusoma tena kwenye Wagalatia sura ya 6 mstari wa 16 na wa 17. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 16 na 17. Unaweza kusoma tena kwenye Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 27. Paulo anasema amebeba chapa za Yesu. Zile chapa, alama za Yesu amezibeba Paulo. Wakorintho wa pili sura 11 mstari wa 23 mpaka 27. Utasoma utapata picha kamili. Nataka tu upate uweze kuona maandiko yanatimia. Hivi vitu vinavyotokea ni maandiko yanatimia. Kwa hiyo na imani yako iwe juu na uweze kujikabidhi kwa Mungu ili uwe katika mkono salama. Anza mapema, ingia kwenye toba, nenda kabatizo na maji mengi, batizo wa toba kwa ajili ya kinga ya virusi vya corona. Basi kwa fahamu tutaishia mahali hapo ili kwa ajili ya nafasi nyingine ya kesho. Asanteni, Mungu awabariki sana. Tutamshukuru Mungu kwa dakika chache tumalize somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100. Asante Roho Mtakatifu kwa mwezi wa pili, asante kwa mwezi wa tatu, asante kwa mwezi wa 4. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 4, asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante. Tunakuomba utufungulie malango ya hekima ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, ushauri wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu utufungulie malango ya upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya uaminifu wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma. Tufungulie malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunabariki haya majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na roho ya Kristo, hekima ya Kristo, fahamu wa Kristo, uwezo wa Kristo, ushauri wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, mafundisho ya Kristo, mifano ya Kristo, masomo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, roho njema ya Kristo na roho ya kumcha Bwana ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu.
Tunabariki ya majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, uaminifu wa Kristo, uvumilivu wa Kristo, wema wa Kristo, upole wa Kristo na nidhamu ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na utajiri wa Kristo, utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, ujasiri wa Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, neema ya Kristo, ujasiri wa Kristo, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa fahamu wa Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutupa kinga dhidi ya virusi vya corona. Asante Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu, hakuna kama Mungu Baba. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa mfalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyovusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Roho Mtakatifu, ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli jangwani, ukatupa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu, ndio Mungu ulioua wazaliwa wa kwanza wa Misri, kwa wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyosema na iwe nuru na ikawa nuru, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth katika wafu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyemuongoza Yesu Kristo Nazareth nyikani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na yule muovu, akashinda majaribu yote yule muovu kwa kishindo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Roho Mtakatifu, ndio Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club duniani. Roho Mtakatifu, ndio Mungu tusamee maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyefuta madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetupa kazi, katupa biashara, katupa huduma. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetupa wateja wa Kristo katika biashara zetu, katupa wanafunzi wa Kristo katika huduma zetu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetupa kinga dhidi ya virusi vya corona, kwa damu ya Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani, katika jina la uweza la Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu, katika jina la uweza la Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante kwa majira ya saa 5. Asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Roho Mtakatifu, neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii huu na kuyashika aliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa wamesoma neno lako, wamesikiliza neno lako, wameandika neno lako. Watumishi wako walioko katika njia ya mtandao wamesikiliza neno lako, wamesoma neno lako, wameandika neno lako. Roho Mtakatifu, bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki kazi zao. Roho Mtakatifu, ninakuomba ubariki kazi zao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki wateja wao katika biashara zao, bariki wanafunzi wao katika huduma zao, bariki nyumba zao, bariki ndoa zao, bariki watoto wao, bariki majirani zao, bariki muda wao, bariki imani yao. Roho Mtakatifu, waongezee imani katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, bariki chochote atakachotia katika mikono yao kikapate kufanikiwa, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tumeamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante. Ninabariki wanafunzi wa Kingdom Business Club duniani na afya njema ya Kristo na nguvu za Kristo. Ninawabariki na kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, kibali cha kazi, kibali cha biashara, kibali cha huduma, kibali cha kuvuta watu kwa Kristo, kuvuta watu katika biashara zao, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Asante Roho Mtakatifu
kwa majira ya saa 4 mpaka saa 5. Tunakaribisha tena katika majira ya saa 5 mpaka saa 6. Uwe mwalimu wetu, upate kutufundisha, upate kutuongoza katika njia tupasayo kuendea. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo, tupate ufahamu wa Kristo. Tupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Utupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana kwa maana zamani hizi ni za uovu, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kufanya kazi ya Adam, kazi ya Yesu na kazi ya Injili, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa pamoja nasi majira ya saa 4 mpaka saa 5. Tunakaribisha tena katika majira ya saa 5 mpaka saa 6. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Tutaenda kwenye sala ya toba kwa dakika chache. Tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3. Nikisema jina langu bila mwisho, unasema jina lako. Basi turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, mimi Bilmush naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Naomba unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, unisamehe makosa yangu yote, niponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu ya takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Amen. Tarudia maneno. Nikisema jina langu bila mushi, unasema jina lako. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi bila mushi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya. Amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. For promotion, I thank God.